Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment. Movie inaanza kwenye mji wa giza uliotawaliwa na rushwa, mauaji na magenge ya siri. Katikati ya vurugu hizo tunaonana na muuaji wa kulipwa anaitwa Shohei Sakata. Sakata ni assassin hatari sana. Jina lake linaogopwa hadi na majambazi wakubwa. Lakini tofauti na wauaji wengine, yeye amechoshwa na maisha ya damu. Ana mke wake mrembo na binti mdogo anayempenda sana. Ndoto yake ni kuacha ulimwengu wa uhalifu na kuishi maisha ya kawaida. Baada ya kufanya kazi ya mwisho, anarudi nyumbani akiwa tayari kuanza maisha mapya. Lakini usiku huo maisha yake yanageuka kuzimu. Kundi la watu 5 waliovaa maski za kijini za Kijapani, Oni mask, wanavamia nyumba yake. Bila huruma wanamuua mke wake mbele ya macho yake. Binti yake naye anapigwa risasi. Sakata anajaribu kupigana lakini anaangushwa vibaya. Anafungwa na kupigwa risasi kichwani. Majambazi hao wanafanya ionekane kama Sakata ndiye aliyeua familia yake na kisha akajaribu kujiua mwenyewe. Mji mzima unaamini Sakata ni monster. Lakini ukweli ni kwamba bado hajafa. Miaka 12 inapita. Sakata alikuwa koma muda wote huu, miaka 12. Mwili wake ulikuwa umeharibika vibaya. Hawezi kutembea vizuri, hawezi kuongea vizuri na kila mtu anamuona kama kivuli cha mtu aliyekuwa zamani. Rafiki yake mmoja wa zamani ndiye aliyekuwa akimhudumia kisiri miaka yote hii. Lakini watu waliomwangamiza hawajatulia bado. Wanaposikia kuwa Sakata ameanza kuonyesha dalili za kuamka, wanatumia wauaji hospitalini wakammalizie Sakata. Hapo ndipo monster wa zamani anaamka tena. Licha ya mwili wake kuwa dhaifu, Sakata anawaua wale wauaji kwa ukatili mkubwa sana. Na kwenye sini hii tunaona mapigano ya hatari ya kimya kimya pale Sakata anapomrusha mtu kwenda mpaka nje. Baada ya kutoroka hospitali, Sakata anarudi mtaani, lakini sasa mji umebadilika kabisa. Watu waliovaa maski za Oni wamekuwa viongozi wa siri wa mji. Wengine wamekuwa wanasiasa, wafanyabiashara wakubwa na viongozi wa polisi. Wamejificha nyuma ya nguvu na pesa. Kiongozi wao mkuu ni mtu mwenye mamlaka makubwa anayejifanya mwokozi wa mji huku akiwa shetani wa kweli nyuma ya pazia. Sakata anaamua kufanya kitu kimoja tu, revenge. Anaanza kuwatafuta mmoja baada ya mwingine. Kila anapomkamata mmoja wao anamtesa mpaka ampatie taarifa kuhusu waliobaki. Movie inaanza kuwa ya damu nyingi sana. Mapanga, visu, bunduki na mapigano ya karibu yanatawala karibu kila scene. Sakata hana huruma tena. Kwa miaka 12 alikuwa amebeba maumivu ya kupoteza familia yake. Kadri anavyoendelea kuwaua maadui zake, anaanza kugundua siri nyingine ya kutisha. Binti yake huenda bado yuko hai. Mwanzoni haamini, anafikiri ni mtego, lakini baada ya kuchunguza zaidi anagundua kuwa wale watu hawakumuua mtoto wake. Walimchukua na kumlea kama sehemu ya mpango wao mchafu. Sakata anachanganyikiwa sana. Miaka yote alikuwa akiishi kwa hasira ya kisasi, kumbe mtoto wake bado anaishi mahali fulani ndani ya mfumo wa maadui zake. Anaanza vita ya mwisho dhidi ya viongozi wote wa kundi la Oni. Kila pambano linakuwa kali zaidi kuliko la mwanzo. Hatimaye Sakata anamkuta binti yake, lakini shock kubwa ni kwamba binti huyo amekuwa akiwaamini wale waliomwangamiza baba yake. Ameelelewa kuamini kuwa Sakata ndiye aliyemuua mama yake. Kwa hiyo binti yake mwenyewe anamchukia. Scene hiyo inauma sana emotional kwa sababu Sakata anajaribu kumweleza ukweli lakini vigumu kwake kuamini. Binti anaamua kumlipiza kwa kumpiga na mshale. Vita ya mwisho inaanza kwenye jengo kubwa la viongozi wa Oni. Sakata anapigana na walinzi wengi sana akiwa karibu kufa mara kadhaa, lakini hasira yake ndio inampa nguvu. Mwisho anawafikia viongozi wakuu mmoja baada ya mwingine na kuwakatakata bila huruma. Ukweli wote unaanza kutoka hadharani. Binti yake anagundua kuwa baba yake alikuwa innocent muda wote, lakini tayari damu nyingi sana ilikuwa imemwagika. Mwisho wa movie, Sakata anakuwa kama mtu aliyepoteza kila kitu: familia, maisha ya kawaida, hata roho yake mwenyewe. Lakini angalau amehakikisha watu waliomharibia maisha wameangamia. Na hapo ndipo hadithi ya Demon City inaisha. Movie yenye revenge kali, mapigano ya kiakili na hisia nzito sana. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kulike, kucomment.